Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili yanaendelea, ambapo katika jiji la Paris huko nchini Ufaransa kumekuwa na shughuli mbalimbali za masuala ya utamaduni na Mswahili pamoja na makongamano ya Kiswahili. Maadhimisho haya yanaambatana na majadiliano kuhusiana na ukuaji wa lugha ya Kiswahili pamoja na teknolojia ya akili unde, yani AI. Studioni basi tunaungana moja kwa moja na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili na mwanafasihi vile vile kutokea Jukwaa la Kiswahili Tanzania, Yahya Mkakile, tukijadili hapa kuhusiana na fahari na ukuaji wa lugha hii adhimu ya Kiswahili. Karibu sana Yahya. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Karibu sana ndani ya Kasri, karibu sana Crown. Mara ya kwanza sivyo? Hapana, hii ni awamu yangu ya pili. Awamu ya kwanza nilikuja hapa. Afu kama tarehe zinashabihiana hivi. Ilikuwa ni kipindi cha maandamano yale ya awali. Nilikuja hapa kusoma shairi la kuomba amani. Hongera sana basi kwa mara nyingine tena. Hapa ni nyumbani. Asante, nashukuru. Jana ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Naam. Na nataka tu kujua, labda kwa kuanza, hapa nyumbani kwetu Tanzania mmeadhimisha vipi siku hii ya lugha ya Kiswahili hapo jana? Kusema ule ukweli, siku ya jana nilikuwa nyumbani tu. Sikuenda sehemu yote. Lakini mimi Kiswahili huwa nakiadhimisha mwaka mzima. Yaani sina siku maalum, kwa sababu mimi ni muigizaji. Muigizaji ambaye katika sanaa yangu ya kuigiza napenda sana kuweka vionjo vya ushairi. Katika harakati za kusogeza mbele na kukuza lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Lakini si umetokea kwenye jukwaa la Kiswahili? Naam. Jukwaa lenyewe la Kiswahili, umefanya jambo lolote ama kuna namna yote mmeadhimisha, kwa sababu nyinyi ndio wenye jukwaa lenu la lugha hii ya Kiswahili? Na mimi nicheke au nigune? Umetulia tu nyumbani na kufuatilia yale ambayo yanaendelea. Naam. Sasa basi labda tu nikuulize hiki ambacho kinaendelea. Tunaona maadhimisho yameenda kufanyika nchini Ufaransa mwaka huu. Labda hii ina maana gani? Tafsiri yake ni ile ile katika kukuza na kuenzi lugha. Sasa mimi kama mwana tasnia, nikizungumzia tasnia yetu ya filamu, sijui niseme kitefu au kitu gani. Inashangaza mtu anaandaa kabisa filamu yake, anaita jina The Iron Man. Filamu ya Kiswahili. Lakini ukiangalia filamu ya Kihindi, pale wameandika Teri Meheri Bania. Yani uwe Mzalamu, uwe Mngoni, Mnyakyusa, pale utaangalia Teri Meheri Bania. Kwamba wao wanatufundisha kwa vitendo namna gani ambao wanaipenda na kuienzi lugha yao katika kazi zao za sinema. Tafsiri yangu ndio hiyo. Sawa. Basi nashukuru kwa tafsiri hiyo ambao umetueleza pia kwa uzuri. Labda Yahya, tathmini yako hasa ya lugha hii ya Kiswahili, mbali na kuwa ni lugha yetu ya taifa, lakini ina fursa zipi ndani yake, ikiwemo kwenye masuala haya ambayo unafanyia kazi hasa ya fasihi ya lugha yetu ya Kiswahili? Fursa zipo, kwa sababu popote pale penye changamoto kuna fursa. Yani ukitaka kugundua fursa ziko wapi, angalia changamoto. Sasa kama kwa mfano nilivyokutolea mfano wa sinema, changamoto ndio kama hizo. Unakuta pengine msanii kabisa amesimama sehemu, anajitambulisha kwa majina, naitwa Yahya Haisu Mkakile. Majina ya nani? Mtu mmoja. Jina linakuwa ni moja. Sema jina langu Yahya Haisu Mkakile. Kwa hivyo mimi ambacho nataka kuhamasisha hapa, sisi wasanii hasa wa filamu, tuipende kwanza lugha yetu. Tuipende lugha yetu. Umegusia masuala ya changamoto. Ndio. Ukagusia masuala ya watu wa filamu hasa. Ndio. Kutumia lugha ya Kiswahili pasavyo. Ndio. Labda unahisi tatizo kubwa ni nini mpaka tunakutana na changamoto za namna hii na watu kukitumia Kiswahili chao ipasavyo? Naogopa kutumia lugha kali, lakini unasema huruma hailei mwana.
ulimbukeni. Unakuta mtu analazimisha kuandika muswada ambao umechanganyikana, sijui kachumbari ile, Kiswahili na Kiingereza. Katika kujaribu tu pengine kufanana na watu fulani. Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini usiwe wewe? Kuna ugumu gani? Labda kama muhusika, ule uhusika wake unamlazimisha awe na muonekano fulani. Ule muonekano ambao unamlazimisha angalau katika matamshi yake awe ana neno moja au mawili ya lugha nyingine. Hapo sijui umenielewa? Nakuelewa vizuri. Lakini unakuta kwamba kumbe hata ule ulimi wake haujazoea. Akitamka hapa inakuwa kama ameropoka. Get out before I lose my pampers. Swanglish wanaita vijana sasa hivi. Kwa nini iwe Swanglish? Na isiwe lugha fasaha ya Kiswahili. Kwa nini isiwe lugha fasaha ya Kiswahili? Unadhani ni nini kimetulemaza ama kimetufanya kufikia hapa, Yahya? Kwa sababu sawa unatueleza hivyo, lakini kiini hasa kinaanzia wapi cha haya yote? Licha ulimbukeni ambao umeuzungumza. Ndio. Lakini kiini hasa kinaanzia wapi? Na kwa nini tunakosa nafasi ya kuweza kunyoosha maelezo yakanyooka kwamba labda tunapaswa kutumia lugha hii katika nafasi 1, 2, 3. Naamini hatukatazi kusoma lugha za mataifa mengine, sivyo? Kwa sababu zinatumika katika nafasi zake pia. Ndio. Unasema nini hapo? Ni ile kujifananisha na watu wengine. Mimi wakati ninasoma shuleni, mwalimu wangu aliniambia, na ninakumbuka mpaka leo, alisema kwamba utamaduni una fani 3: lugha, sanaa na michezo. Hivi vitu ndio vinaweza kutambulisha kwamba wewe ni mtu gani, kutoka wapi. Kwa hiyo sisi basi tuipende kwanza lugha yetu. Na watu wengine nimesikia hapa unataja Ufaransa na hivi na hivi. Wao basi na wenyewe wapende kutokana na sisi. Mimi hayumkini nikaa na mitumba yangu nauza, afu natangaza mashati mabovu. Alafu baadaye nilalamiki nimepata hasara. Inakuwa sivyo, sio? Hayumkini. Sasa Yahya, labda tathmini yako niweke wazi katika swala la mfumo hasa wa masuala ya elimu yetu hapa nchini Tanzania. Tukianzia kwa wanafunzi wadogo kabisa wanapoanza mpaka tunapofikia kwenye elimu ya vyuo vikuu huko. Unahisi mfumo wetu unajitosheleza hasa katika kuhamasisha na kusisitiza juu ya matumizi ya lugha yetu ya Kiswahili? Hautoshelezi, na mimi mwenyewe ni shahidi. Wakati ninasoma shule ya awali nilifundishwa mimi kuimba ABCD. Nimeimba ile mpaka Z, nakumbuka. Baada ya kumaliza shule ya awali napelekwa sasa shule ya msingi. Kule naambiwa abechede. Hiyo abechede mpaka leo siwezi kuimba. Maana yangu ni kwamba huu mtaala unaanza kuharibika mwanzo kabisa. Mtoto ana miaka 5, 4 anafundishwa kupuuza Kiswahili. Kwa baadaye mpaka kuja kushtuka kwamba mimi natakiwa kuwa Mswahili, pale ndio kwa kazi ngumu sana. Kwa hivyo wanaohusika, kama kungekuwa kuna uwezekano, basi mitaala ingebadilishwa. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba hata Swanglish inatumika, pengine inatumika kwa sababu ya malezi yetu tuliyokuzwa nayo, sivyo? Ya kutosisitizwa tangu tunaposoma na kuelekea. Ama unasema nini hapo? Ndivyo hivyo ilivyo. Ndivyo hivyo. Unakuta shuleni umeandika speak, sijui nitatamka sawa sawa, speak English only. Hamna Kiswahili. Sasa hapo una shida na vitumbua. Sio, mwambiaje mwalimu? Sababu ni masuala ya kiushairi tunaukuta. Ukuta sisi mara nyingi sana huwa tunajitokeza katika makongamano tofauti, warsha, katika kuenzi, kukosoa na kuboresha lugha hii adhimu ya Kiswahili. Na watu unahisi wanapata mwamko kweli kweli wa kuitikia katika kufuatilia haya ambao umetueleza? Ama unahisi ni kitu gani kinapaswa kutiliwa mkazo zaidi ili kuleta sasa ule uwanda wa lugha yetu ya Kiswahili? Mwamko ni mkubwa kwa sababu huwa tunafanya hayo makongamano
na kuna wakati tunagawa tuzo, umeona, katika hawa wadau wa lugha ya Kiswahili. Tuzo mbalimbali huwa tunagawa na mambo kama hayo. Ndio. Wito wako labda kwa serikali yetu ni upi hasa ukizingatia katika kukifanya Kiswahili hii kuendelea kupaa katika mataifa wenzetu? Nitajibu kishairi. Mpa nyama na pilau muondole tabu, akaishiba husahau na kukuletea gubu. Enda sema kwa dharau kwamba unamraghibu, walo mahulu kutabu hawaikosi sababu. Hebu tupe tafsiri yake sasa kwa uwazi, manake umetujibu kishairi hapa. Sawa. Mahuluku, ili neno asili yake ni Kiarabu, viumbe. Tabu tunajua ni kitu gani. Kwa miongoni mwetu kuna viumbe wasiobebeka, yani harakati ni ngumu. Unafunga gurudumu, mwingine anakuja na msumari anatoboa. Kwa hiyo hawa mahuluku tabu tunao na tunapambana nao, na serikali inalijua hilo. Yaani mtu nampa nyama na pilau na bado iko hivyo. Haridhiki. Haridhiki. Kitu gani zaidi Yahya unakitamani watu wakitilie mkazo zaidi wa Tanzania kwa jumla, lakini na serikali yetu katika kuikuza lugha yetu ya Kiswahili? Kupenda. Kupenda ni jambo kubwa sana. Ukipenda kitu, umewahi kuhudhuria kwenye bustani labda? Mboga, maua. Ziwepo mbili. Moja mwenyewe anaipenda sana, mwingine hana muda nayo. Ndio mapenzi yalivyo. Utakuta mle kuna miba, magugu maji, kila kitu kimo mle. Sawa. Lakini kuna mwingine anakuja, bana naomba nipige picha. Iko hivyo. Kwa hiyo kikubwa tupende lugha yetu. Tukipenda manake itatutendea haki pia. Nasi tutaitendea haki. Nitunze nikutunze. Mfasihi sana Yahya. Hebu una shairi lolote ambalo umetuandalia kwa ajili ya lugha yetu ya Kiswahili, iwe kama zawadi sasa kwa Watanzania wote wanaokusikiza wakati huu? Labda nisome. Maana jana tumeadhimisha bwana lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo tupate shairi ambalo litaweza kutupa ile nguvu na hamasa ya kuendelea kukipenda na kukisikiza lugha yetu ya Kiswahili. Sawa. Ili imeandikwa na Darweshi Mkulu wa Nyika Mwene Seseme Nogai. Huyu alikuwa ni mshindi wa tuzo ya taifa Mwalimu Nyerere mwaka ule wa jana. Ni shekhe huyu. Tukipambe Kiswahili mpambo wa kibanati, kipendwe kila mahali jalipendwalo ya kuti. Tujilabisi wanati vazi letu Kiswahili, tukipambe Kiswahili mpambo wa kibanati. Tukipambe Kiswahili tunzipambavyo baiti, na humo tukae tulikila moja kwenye kiti. Umeshafika wakati kitawale Kiswahili, tukipambe Kiswahili tunzipambavyo banati. Tukipambe Kiswahili tunzipambavyo la dhati, kinwani kiwe asali aonjae bakiwati. Javile mahanjumati ladha yake Kiswahili, tukipambe Kiswahili tunzipambavyo la dhati. Tukipambe Kiswahili mpambo wa fundi koti, liene kwenye mwili liwavutie umati.
kiwe kwetu zururati chapendeza Kiswahili, tukipende Kiswahili mpambo wa fundi koti, tukipambe Kiswahili mpambo wa abiati, na tukifanye halili kwenye zetu harakati, ni kama lainya titi tukumbuke Kiswahili, tukipambe Kiswahili mpambo wa kibanati, tukipambe Kiswahili mpambo wa hisabati, tufunze watu liali tusifanye istizati, tupate zetu sauti kitangaze Kiswahili, tukipende Kiswahili mpambo wa kibanati, tukipambe Kiswahili kwa hapa kadi tamati, sote tuvute habuli kusiwapo hurumati, tuziepuke hilati za wapinga Kiswahili, tukipende Kiswahili mpambo wa kibanati. Wajua kwa nini nimemtaja Banati? Niko naye hapa Banati. Na kuna mtu huku YouTube anaitwa Aisha Mwanyilo anauliza, kibanati maana yake nini? Banati ni binti, ili neno asili yake Kiarabu. Ni binti. Sasa kibanati umesema uko naye, yuko wapi? Mkuja na nje? Hapa nimekaa na mwanaume. Ala. Kumbe mimi. Yahya. Asante sana. Wale kati tunazungumza umegusia hapa waigiza watu wa filamu nchini kwa Tanzania, sinema, kuto kutumia uzuri lugha yetu ya Kiswahili. Ndio. Unawaambia neno gani ili wakisikia hapa liwakae kwenye vichwa vyao? Nilitoa mfano mwanzo. Wajua kibiashara watu wengi sana wanaweka YouTube, na YouTube ipo ulimwengu mzima, wenyewe wanaita worldwide. Lakini lengo hasa wateja wa nyumbani. Kwa hiyo mimi naona kitefu, yani filamu ya Kiswahili ukaandika The Iron Man. Nikatolea mfano, narudia. Mbona Wahindi anakuandika Teri Meheri Bania? Na watu wanatazama. Na watu wanatazama. Tena mle wanaweka tamaduni zao nyingi sana. Nyimbo, wanatangaza nyimbo zao zile za nachi, dini zao, wana miungu wale hatari. Unawaambia nini sasa waigizaji wetu? Mfano ndo kama huo. Tujitahidi tupende lugha yetu ya Kiswahili, yani pale kwenye cover pale wenyewe wanaita title. Liwepo neno la Kiswahili. Yani simetoa mfano sio Iron Man. Kwa nini isiwe nini tunasema? Kwani Iron Man kwa Kiswahili inaitwa? Hata mimi sijui. Kama wewe tu. Chini ya mpera. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.